Wamefariki na wengine 43 kuachwa wakiuguza majeraha kufuatia ajali ya barabarani kwenye barabara kuu ya Londiani Muhoroni. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, wanafunzi 10 wanauguza majeraha baada ya basi walilokuwa ndani kubingirika eneo la Kimende, kaunti ya Kiambu. Ndiyo mabaki ya basi lililokatiza maisha ya watu 6 katika mtaa wa Fort Tenan katika barabara kuu ya Londiani kuelekea Muhoroni. Ajali hiyo iliyotukia mwendo wa saa 11 asubuhi imewaacha watu 30 wakiuguza majeraha sugu, huku watu 13 wakiuguza majeraha madogo. Mimi nilikuwa tu nilikuwa kwa earphone nikisikiliza news, lakini niliona kitu si cha kawaida kimechange. Gari imegonga gari ingine ya lori ilikuwa imebeba vitu makaa. Tukiwa madaktari wa mashinani tukakimbia mpaka sehemu ambayo hiyo ajali ilifanyika na tukaweza kuokoa watu wengi. Ingawaje kunao ambao waliweza kupoteza maisha yao, miongoni wao ni maabiria 5 na driver moja. Akithibitisha ajali hiyo, kamanda wa polisi Kericho James Ngetich amesimulia kuwa basi hilo lilikuwa linaelekea Busia kutoka Nairobi na liligongana ana kwa ana na lori hilo lililokuwa linasafirisha makaa. Haya magari mawili yalikuwa yakielekea sehemu za Kisumu, na inasemekana ya kwamba hiyo gari ama hiyo basi ili lose control akakonga ile trailer ambayo ilikuwa mbele yao. Watu 43 waliojeruhiwa wanapokea matibabu katika hospitali ya Fort Tenan na hospitali ya rufaa ya Londiani. Kwengineko, wanafunzi 10 wanauguza majeraha baada ya basi walilokuwa ndani kubingirika na kuanguka katika mtaro wa maji taka katika eneo la Kimende katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Naivasha. Walioshuhudia ajali hiyo wamesema kuwa dereva wa basi hilo alipoteza mwelekeo na kusababisha ajali hiyo. Like this accident, inaonekana huyu dereva ni kuchoka kwa akili. Maybe hata si kupenda kwake to cause this accident, but because of the tiredness it caused this accident. Wakazi wametoa wito kwa mamlaka ya usalama barabarani NTSA kuidhinisha sheria kali za trafiki, kukiwemo kutoa amri kuwa ni lazima magari yote ya umma yanayosafiri masafa marefu yawe na madereva 2. So mimi kwa SACCOS, NTSA, wote long distance car they should have 2 drivers. Now I emphasize on that. Hapa asubuhi hii barabara yetu imekuwa na shida mingi sana kwa sababu kila kuchao kunakuwa na accident. Hii ni kwa sababu ya namba ya magari zimeongezeka zaidi na hii barabara imekuwa nyembamba. Wanafunzi waliojeruhiwa wanapokea matibabu katika hospitali ya Kijabe, huku waliookolewa wakipokea ushauri na saha. Elizabeth Atieno, TV 47.